Satari karabokuria rikara maseketeri vasia korobo sikari vasikari vasaya ritara bakuri ropo koria vashanda ravasika kora vashanda rivasekeri vayanda ravasaya oribo shakara vashanda ravasika ropo koria vashanda ravasika ropo koria inda raba shakara basekere basaya korobo shekere basakara baba bosata kara basata ribasaya kora bashanta ribasaya. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo mahali popote ambapo unanitazama. Nakukaribisha asubuhi ya leo, ungana nami katika maombi haya morning mass prayer. Ungana nami katika maombi haya asubuhi, tuweze kulitia jina la Bwana na kusihi huruma zake juu ya maisha yetu. Mahali popote ulipo kwa imani moja, haijalishi uko mkoa gani, uko wilaya gani, uko taifa gani, umbali kwa Mungu sio kizuizi. Hakuna la kumshinda Mungu. Hakuna mahali Mungu ambapo hawezi kufika. Umbali sio kizuizi. Mahali popote ulipo, naamini ya kwamba Mungu amekuamsha salama kabisa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante, ikiwa ni Ijumaa nzuri ya baraka, Ijumaa ya kibali, Ijumaa iliyojaa utukufu wa Mungu. Kila siku imejaa utukufu wa Mungu kwa namna yake na kwa jinsi yake, kwa ajili ya watoto wake sisi, ili tuweze kuona makusudi yake na mapenzi yake yakitimia kwenye maisha yetu. Tunaenda mbele za Mungu wakati huu kwenda kumshukuru Mungu mahali popote pale ulipo. Ningependa umshukuru Mungu na umwambie Mungu asante kwa sababu ya pendo lake, fadhili zake na huruma zake. Baba, tunakubariki asubuhi ya leo. Tunasema asante. Asante kwa neema yako Mungu. Asante kwa upendo wako. Asante kwa huruma zako juu ya maisha yetu. Asubuhi ya leo tunasimama mbele zako e Bwana, tukikushukuru jina lako, uweza wako na mamlaka yako juu ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya wingi wa fadhili zako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya pendo lako. Asante kwa ajili ya ile neema ambayo umeachilia kwenye maisha yetu. Asante kwa mawazo mazuri Bwana unayotuwazia. Asante kwa kutulinda na kila hila na mitego yote ya adui. Tunapopumzisha miili yetu, umekuwa ukitusaidia, umekuwa ukitupigania. Tunalibariki jina lako, tunasema asante hata kwa kutuwezesha kufika Ijumaa ya leo. Tena tunajua ni huruma zako tu ambazo zimetuwezesha. Nasi kwa pamoja tunasema asante na kulinua jina lako, kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu mkuu mwenye uweza na mamlaka, na wewe ndiye unayetushindia. Tunatambua ingekuwa sio neema yako saa hii tusingekuwepo, lakini kwa sababu ya huruma zako ndio maana hata sasa tupo. Tunakubariki Mungu, tunakutukuza. Tunasema asante Bwana. Tunapenda kulitafakari neno lako Bwana. Fungua mioyo yetu kwa neno lako, tuweze kupokea badiliko katika maisha yetu ya kiroho na ya kimwili Bwana, ili Mfalme utukufu kakurudie wewe katika maisha yetu Bwana, ukatukuzwe wewe. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameungana nami asubuhi ya leo mahali popote, iwe ni Tanzania au nje ya Tanzania, iwe ni Dar es Salaam au nje ya Dar es Salaam. Huruma zako Jehova zikawe juu ya maisha yake. Baba, asante kwa sababu ya pendo lako. Na kubariki Mungu kwa jina la Yesu Kristo.
na kila mmoja mahali ulipo sema amen, amen, amen. Bado tunaendelea na kutafakari neno ambalo Mungu ametupatia lenye kichwa cha somo kinachosema mimi nitafaa mara 10 zaidi. Mimi ninafaa mara 10 zaidi. Kwa hivyo mahali popote ulipoendelea kuamini ya kwamba wewe unafaa na Mungu atakufanya ufae mara 10 zaidi. Haijalishi mazingira yanaongea nini, haijalishi hali ya hewa inasemaje, lakini amini ya kwamba Mungu atakufanya ufae mara 10 zaidi. Mungu atakufanya ufae mara 10 zaidi. Ningependa kusema mahali popote ulipo uweze kushare live hii, uweze kumkaribisha mwingine ili aweze kuungana nasi katika maombi haya ya asubuhi, na kwa huruma za Mungu tutavushwa, tutauona mkono wa Mungu siku ya leo kwenye kazi za mikono, kwenye biashara na kwenye maeneo mbalimbali ambayo tutaenda kuhangaika ili kujipatia riziki. Tunaenda kutafakari neno ambalo Bwana ametupatia siku ya leo. Lakini nataka tu nikukumbushe ya kwamba kichwa chetu cha somo kinachosema mimi nitafaa mara 10 zaidi kila eneo. Andiko letu la msingi linatoka katika kitabu cha Danieli, ile Danieli sura ya 1 mstari wa 20 unaosema ya kwamba na katika maswali ya hekima na ufahamu aliyoyauliza mfalme, Danieli na wenzie walionekana kufaa mara 10 zaidi. Kwa hivi amini mahali ulipo ya kwamba utafaa mara 10 zaidi. Hata unapoenda kumaliza hii wiki utamaliza kwa ushindi na kuingia mwezi wa 3 kwa ushindi kabisa. Neno letu la siku au andiko la siku ya leo linatoka katika kitabu cha Yohana ile sura ya 11 mstari wa 40. Yohana sura ya 11 mstari wa 40. Yohana sura ya 11 mstari wa 40 ndipo ambapo andiko letu la siku linatoka hapo. Nasema ya kwamba Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Narudia, anasema Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Ukiamini utaona nikikufanya ufae mara 10 zaidi ya wengine mahali ulipo. Ukiamini ninaweza kuyabadilisha maisha yako ukafaa mara 10 zaidi ya wengine kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako. Ukiamini. Anasema akamwambia, Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini. Usiangalie mazingira yanasema nini, lakini angalia neno langu linakwambia nini. Ukiamini. Ukiamini, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu? Utukufu wa Mungu umefichwa katika imani. Utukufu wa Mungu umefichwa katika imani. Anasema, je, ukiamini? Mimi sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Wewe kazi yako ni kuamini tu. Swala la utukufu niachie mimi. Swala la kuleta mabadiliko niachie mimi. Swala la kukuinua na kukufanya ufae mara 10 zaidi niachie mimi. Wewe unachopaswa kuamini tu. Wewe usiangalie mazingira. Yaani wewe kimoja tu, amini. Amini, usiangalie mazingira, usiangalie hali ya hewa, usiangalie biashara yako ikoje, au ofisini kwako wanakuchukia sana, au huoni hata dalili za kupandishwa cheo. Anasema Yesu, ukiamini. Je, mimi sikukwambia ukiamini? Ukiamini utaona mabadiliko. Ukiamini utaona ukipata kibali. Ukiamini utaona ukiinuliwa. Haijalishi umewekewa vikwazo vingi, lakini ukiamini utauona utukufu wangu mahali hapo hapo ambapo palionekana hapana njia, mimi nitafanya njia. Ukiamini mahali hapo hapo ambapo palionekana pana giza nene, mimi nitakuwa nuru kwako. Ukiamini mahali ambapo walisema hautafanikiwa, mimi nitakusababisha ufanikiwe. Mimi nitakuwa sababu ya wewe kuinuka.
mimi nitakuwa sababu ya wewe kufanikiwa. Mahali waliposema hautakaa uzae, mimi nitakuwa sababu ya wewe kuzaa. Ukiamini, ukiamini. Nataka uangalie hapo, ushike hapo. Anasema ukiamini. Yesu anamwambia Martha, ukiamini. Je, mimi sikukwambia ukiamini? Anaposema ukiamini, maana yawezekana kabisa unaweza usiamini. Ukiamini, maana yawezekana usiamini, kwa sababu aidha ya mazingira, kwa sababu labda watu wanaongea kwa namna fulani, kwa sababu labda ya maneno ya watu yanakukatisha tamaa na kuvunja moyo. Ndio nasema ukiamini, kwa sababu umeshaona biashara yako haiwezi tena kuinuka, kwamba ndio imefika mwisho, kwa sababu unaona tena haujapata kibali kwenye hiyo karama na kipawa chako. Yesu anasema ukiamini. Ukiamini, maana yake kuna uwezekano mkubwa wa mazingira yakakufanya usiamini, lakini Yesu anasema ukiamini utauona utukufu. Ukiamini, hiyo biashara iliyokufa mimi nitainua tena. Ukiamini, hicho kipawa, karama ambayo ilikuwa inakandamizwa isidhirike, mimi nitasababisha idhirike. Ukiamini, huo wito ulionao ambao labda mizimu ya kwenu, waganga wa kwenu walisema hautakaa utumikie, utasimama, utaanza kutenda kazi ya Mungu. Ukiamini ya kwamba mimi ninaweza, haijalishi mazingira, basi utauona utukufu. Ukiamini utaona njia. Ukiamini nitakufanya ufae mara 10 zaidi. Haleluya, haleluya. Ili uone utukufu wa Mungu katika maisha yako, ili uone Mungu utukufu wake kwenye maisha yako, ni lazima ujifunze kuamini. Ni lazima ujifunze kuamini. Ni kweli unatamani Mungu afanye vitu fulani kwenye maisha yako. Ni kweli unatamani Mungu akuinue na akufanye bora mara 10 zaidi, kama ilivyokuwa kwa kina Danieli. Anasema wakafanywa kufaa mara 10 zaidi. Unatamani Mungu akufanye ufae katikati ya wengine, uwe na kibali katikati ya wengine. Mwambie Mungu, nifundishe kukuamini, kwa sababu shetani anaweza kutengenezea mazingira ambayo yakaondoa imani yako, yakazimisha imani yako, yakashusha viwango vyako vya imani, ukaona kabisa haiwezekani. Lakini Yesu anamwambia Martha, ukiamini. Je, mimi sikukwambia ukiamini utauona utukufu? Haijalishi unaona haiwezekani, haijalishi unaona vita ni kubwa, mahali pa kazi, mahali pa biashara, mahali ambapo unafanyia huduma, unaona vita ni kubwa. Anasema ukiamini utauona utukufu. Ukiamini, mimi nitakutukuza hapo hapo. Ukiamini, mimi nitalikuza jina lako hapo hapo. Ukiamini, mimi nitakupa kibali hapo hapo. Nitakuletea wateja hapo hapo. Nitakusogeza karibu na wakuu hapo hapo. Ukiamini. Nataka uandike kwenye comment yako, uandike ya kwamba ninaamini juu ya neno lako e Bwana. Ninaamini juu ya neno lako e Bwana. Ninaamini juu ya neno lako e Bwana, litaleta mabadiliko kwenye maisha yangu siku ya leo. Ninaamini juu ya neno lako e Bwana. Ninaamini juu ya neno lako e Mungu, siku ya leo nitapokea badiliko. Siku ya leo nitakuona kwenye viwango vingine, ili uone Mungu akitenda mambo makubwa, ili uone Mungu akijitukuza mahali ambapo watu walisema haiwezekani. Jifunze kuamini, mtoto wa Mungu. Jifunze kuamini. Mungu anatenda mahali penye imani. Utukufu wa Mungu umefichwa kwenye imani. Udhiriko wa viwango tofauti tofauti ndani ya watoto wa Mungu umefichwa ndani ya imani. Anasema ukiamini. Martha anamwambia, ukisema ile 39, anamwambia Yesu, anasema huyu mtu amekwisha kufariki, sasa yupo kaburini yapata siku 4. Yapata siku 4. Sasa atakuwa ananuka. Atakuwa ananuka. Ili jambo haliwezekani tena. Lakini Yesu anasema, je, mimi sikukwambia ukiamini? Ukiamini utauona utukufu.
ukiamini hata kama ni siku 5, hata kama ni mwezi mmoja, maadamu umeamini juu ya neno langu, mimi nitakudhihirishia utukufu wangu kwenye maisha yako. Utauona utukufu kwenye maisha yako. Utauona utukufu kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. Tunahitaji kuona utukufu kwenye maisha yetu. Unahitaji kuona utukufu wa Mungu kwenye karama, kwenye biashara, kwenye kazi ya mikono yako, kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwa watoto wako. Lakini yapasa uwe na imani. Uwe na imani. Korabashanda. Mungu akutofautishe na watu wengine. Imani inahitajika. Imani inahitajika. Lazima ujifunze kumwamini Mungu. Haijalishi mazingira yanasema nini. Haijalishi hali ya hewa inasema nini. Haijalishi mahali unapofanyia biashara wengi wameshindwa, wengi wamefeli. Wewe ukiamini, Mungu atageuza hali ya hewa. Mungu atafanya mahali hapo pafae. Haijalishi kwenye familia yako wamekuwa wakiingia kwenye ndoa hawakai. Wewe ukiamini, Mungu atasababisha uingie kwenye ndoa na utakaa. Mungu atasababisha. Haijalishi kwenye hiyo ofisi na kwenye hiyo nafasi watu huwa wakikaa siku 2 wanaondoka, wanatolewa, wanafukuzwa kabisa, au wanashushwa tena chini. Wewe ukiamini utakaa kwenye hiyo nafasi, kwa sababu ni Mungu kakupeleka mahali yapo. Utauona utukufu wa Mungu. Utauona utukufu wa Mungu. Biblia inatuambia katika kitabu kile cha Danieli. Kitabu cha Danieli ile sura ya 1, mahali ambapo tumekuwa tukisoma wiki nzima. Ile sura ya 1 mstari wa 15. Tuliona kabisa huku mwanzo ile sura 9, Danieli akiwa amepata kibali kwa Mungu. Mungu akampatia kibali Danieli machoni pa mkuu. Kibali na huruma machoni pa mkuu wa matowashi. Akapata kibali katika kuongea kwake, akapata kibali. Lakini ukisoma ile Danieli sura ya 1 mstari ule wa 15, Biblia inasema ya kwamba hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi. Nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi, na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi. Miili yao ilikuwa imenenepa zaidi. Sura zao zilikuwa nzuri zaidi. Anasema kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Kuliko vijana wote waliokula chakula cha mfalme, wao nyuso zao zikapendeza zaidi, miili yao ikanawiri zaidi. Kwa nini? Wao walimwamini Mungu. Hawakuamini katika chakula cha mfalme. Hawakuamini kwamba chakula cha mfalme ndio kitawafanya wanawili, kitawafanya wafanye vizuri, kitawafanya watambulike. Hapana. Ila waliamini katika Mungu aliyekuwa naye. Ndio maana wakasema hatutajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Ndio maana Mungu akamtengenezea, kwa sababu Danieli na wenzie walikuwa wanamwamini Mungu wao. Mungu akawapa kibali machoni pa mkuu wa matowashi. Mungu akatoa kibali. Anasema baada ya zile siku 10 nyuso zao ndio zikawa nzuri zaidi. Waliamini juu ya uwezo wa Mungu aliye naye. Waliamini juu ya nguvu za Mungu aliye naye. Waliamini juu ya mamlaka. Mungu akadhihirisha ya kwamba yuko pamoja nao. Wakawa wamenawili zaidi ya wale vijana wengine. Wakawa wamependeza zaidi ya wale vijana wengine. Na wao hawakula chakula cha mfalme ambacho ndio kilionekana ni bora. Wao hawakula, lakini wakapendeza, wakaonekana kufaa, na Mungu akaachilia neema. Na walipoulizwa maswali, wao wakaonekana wanafaa mara 10 zaidi. Angalia, kwanza wamenawili uso, wamenawili miili yao, wamependeza, wamenenepa, na ndani ya mioyo yao yuko Roho wa Mungu anaongea, na akadhihirisha huo utukufu ya kwamba yupo na wao. Anasema
wakaonekana kufaa mara 10 zaidi, kwa sababu waliamini juu ya Mungu wao. Na Martha anaambiwa na Yesu ya kwamba, je, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu? Kuna mahali unataka kufika, unapaswa kuamini. Mazingira yasiwe kikwazo, mazingira yasikuwekee mipaka, hali ya hewa isikuwekee mipaka, watu wasikuwekee mipaka ya kwamba Mungu hawezi kufanya hapo. Watu wasiwe kizuizi kwako cha wewe kushindwa kumwamini Mungu katika hicho ambacho unatamani Mungu akufanyie. Mtu yoyote asikuwekee mipaka. Simama imara na amini juu ya neno lake ndani yako. Amini ya kwamba Mungu yupo na mimi na atanifanya nifae mara 10 zaidi. Haijalishi watu wananionaje. Maandiko yanasema ya kwamba yeye Mungu ndiye Mungu anayetuwazia mawazo ya amani. Anakuwazia mawazo ya kuwa mtu mkuu. Anakuwazia mawazo ya kudhihirisha ile heshima ambayo ameweka ndani yako, ule uthamani ambao amekupatia wewe. Kwa unapaswa kumwamini. Hali yoyote isikutoe kwenye mstari wa Mungu kudhihirisha baraka zako, wa Mungu kudhihirisha utukufu wake. Hali yoyote, haijalishi unaona kabisa hapa haiwezekani, unaona havisomeki, wewe amini ya kwamba Mungu katika haya mazingira atadhihirisha utukufu wake. Katika hii hali ambayo haieleweki, Mungu atadhihirisha utukufu wake. Mungu hajifunuagi mahali panapoeleweka. Mungu hajidhihirishi mahali panapoeleweka. Anajifunua mahali pasipoeleweka ili utukufu wake uonekane, ili akuinue na ili akufanye ufae mara 10 zaidi ya wengine. Mahali pako pa kazi lazima hapo pawe hapaeleweki. Lazima ushindwe kueleweka katikati ya watu. Lazima ushindwe kueleweka katikati ya wafanyabiashara wenzio. Lazima ushindwe kueleweka katikati ya wengine. Ndipo Mungu atajidhihirisha na kufunua ule utukufu wake, na watu watasema hakika huyu mtu amembeba Bwana. Huyu mtu anatembea na Mungu. Haleluya. Anasema, je, sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Ukiamini, mimi nitakupeleka viwango ambavyo elimu yako haiwezi kukupeleka. Ukiamini, mimi nitafanya mambo makubwa. Nitafungua mipaka iliyofungwa kwenye maisha yako. Nitakutanulia mipaka. Utavuka. Utafanya mambo makubwa. Utakuwa mfanyabiashara mkubwa kutoka taifa hata taifa. Nitakufanya kuwa mtumishi wangu mkubwa kutoka taifa hata taifa. Utazunguka ukifanya kazi yangu. Ukiamini. Sema leo nachagua kuamini juu ya neno la Mungu. Ukiamini, Mungu anafanya mambo makubwa. Shetani aweza kukutengenezea mazingira ya kutokuamini. Yaani majira yako yamefika wewe kupokea. Majira yako yamefika wewe Mungu kudhihirisha utukufu wake kwenye maisha yako. Shetani anakutengenezea mazingira uone kabisa haiwezekani. Siku ya leo kataa. Sema, ninakataa kuchukuliwa na upepo wa shetani. Ninakataa kupotelea kwenye vumbi ambalo shetani amelitimua mbele yangu. Ninakataa. Lazima nitafaa mara 10 zaidi kwa msaada wa Mungu. Lazima nitafaa zaidi kwa msaada wa Mungu. Lazima nitafaa zaidi kwa msaada wa Mungu. Nitaonekana zaidi kwa msaada wa Mungu. Nitaonekana zaidi kwa msaada wa Mungu. Karaboshanda. Anasema, je, sikukwambia ukiamini nitafanya mambo makubwa? Asubuhi ya leo, Ijumaa ya leo, nataka utoke kwa ujasiri. Nenda mahali unaenda,
ukiwa unaamini ya kwamba Mungu anaenda kuonekana kwenye maisha yako, ukiwa unaamini Mungu anaenda kukutambulisha, ukiwa unaamini Mungu anaenda kukutanisha na mtu sahihi, ukiwa unaamini Mungu anaenda kukufanya ukumbukwe mahali ulisaulika kwa muda mrefu, utakumbukwa tu, utakumbukwa tu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi madaktari wamesema ya kwamba hautazaa, ukiamini Mungu atasababisha uzae, kwa sababu yeye ndiye mwezeshaji. Ukiamini mahali ulizuiliwa kwa muda mrefu, umeomba kazi, utapata kazi. Ukiamini huo mradi ambao umekuwa ukijaribu mwaka kwa mwaka, unaanza unakufa, unaanza unakufa, unaanza unakufa, ukiamini safari hii unasimama katika jina la Yesu Kristo. Na mimi kama kinywa cha Bwana ninakuombea asubuhi ya leo kwa mafuta ambayo Mungu amenipatia, ukadhihirishwe kupitia utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Ukaonekane mahali ulikuwa uonekane, ukakumbukwe mahali ulikuwa ukumbukwi, ukaonekane kufaa mahali ulikuwa uonekani kufaa. Uthamani wako ukafunuliwe, uthamani wako ukaonekane mahali pako pa biashara, Mungu akakufanya ufae zaidi. Amini siku ya leo utauza zaidi ya siku zote. Amini siku ya leo utapata wateja na wateja watakuzidia. Anasema ukiamini. Je, ukiamini hautauona utukufu? Utauona utukufu ukiamini, ila usipoamini hautauona utukufu. Usipoamini hautauona, ila ukiamini utauona. Ukimwamini Mungu kwa viwango hivyo hivyo ulivyo navyo. Umejaribu hiyo biashara imekufa, hata kama ni mara 10. Amini leo Mungu anaenda kukuinua, Mungu anaenda kukutambulisha, Mungu anaenda kukusaidia, Mungu anaenda kuunganisha na watu sahihi, Mungu anaenda kufanya usimame na utakuwa imara zaidi katika jina la Yesu Kristo. Atakufanya ufae katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo karama imefika mahali kuna mtu anasema nimejitahidi, lakini naona kama mambo hayaeleweki. Ni kweli nimeshatabiliwa mimi nina karama, mimi nina utumishi, lakini mbona siku zinaenda? Au nimeanza lakini mbona vitu vinaenda na havieleweki? Siku ya leo chagua kuelewa ya kwamba Mungu anaweza. Yesu anamwambia Martha, mimi sikukwambia kwamba ukiamini inawezekana? Mimi ndio nimeweka kipawa ndani yako, mimi ndio nimeweka karama ndani yako, mimi ndio nimeweka huo ujuzi ndani yako. Wewe unapaswa kuamini. Jukumu lako ni kuamini. Mambo mengine niachie mimi Yesu, mambo mengine niachie mimi. Nitafanya, nitakudhihirisha, nitaonyesha kwa watu ya kwamba ni mimi nimekuita. Nitafunua ya kwamba ni mimi nimeweka kipawa ndani yako, ni mimi nimeweka karama ndani yako, ni mimi nimeweka ujuzi ndani yako. Nitadhihirisha ya kwamba wewe sio tasa. Wewe sio tasa kwenye kazi, kwenye biashara, wewe sio tasa. Wewe sio tasa kila eneo. Nitadhihirisha ya kwamba mimi ni Mungu ndiye niliyeweka neema ya kuzaa kwenye maisha yako. Yawezekana watu wamekukatia tamaa, mwisho wa siku na wewe ukamalizia kujikatia tamaa. Amini. Narudia tena kama kinywa cha Bwana, mazingira yasikutoe, yasifanye ukashindwa kuona utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Mazingira magumu, hali ambayo inaonekana ni kama giza, isikufanye ukazuia Mungu asidhihirishe utukufu wake kwenye maisha yako. Siku ya leo yawezekana ni afya yako,
una changamoto ya afya, amini. Ni ugonjwa gani wa kumshinda Mungu? Hakuna. Ni changamoto gani ambayo inamshinda Mungu? Hakuna. Kwa Mungu yote yanawezekana. Ndio maana akaambiwa Martha, wewe ukiamini utukufu wangu utauona. Wewe ukiamini utaniona nikitenda mambo makubwa. Wewe ukiamini. Chagua kuamini siku ya leo. Unapoenda kumaliza huu mwezi, tembea katika imani. Mwambie Mungu, nisaidie kutokuamini kwangu. Mwambie Mungu, nisaidie kutokuamini kwangu. Nimepishana na baraka wako, nimepishana na baraka zako na fursa nyingi kwa sababu ya kutokuamini. Inawezekana uliniandalia fursa nyingi na nikapishana nazo kwa sababu tu ya kutokuamini. Lakini siku ya leo ninachagua kukuamini. Ninachagua kukuamini mwaka huu. Haijalishi shetani atainua vikwazo vya namna gani. Haijalishi shetani atainua mazingira ya namna gani. Haijalishi shetani ataweka hali ya hewa ya namna gani. Lakini ninachagua kukuamini Mungu. Utaona mkono wa Mungu ukiinuka kwenye maisha yako. Utaona huruma za Bwana zikifunuliwa kwenye maisha yako. Utaona Mungu ambavyo atakuinua na kukufanya ufae mara 10 zaidi ya wengine. Mara 10 zaidi ya mtu mwingine. Kurabashanda. Nataka tuende mbele za Mungu tukaombe asubuhi ya leo. Nataka tukaombe asubuhi ya leo. Tukamwambie Mungu. Tukamwambie Mungu ya kwamba, Mungu wa rehema, nifundishe kukuamini. Nakumbuka miaka ya nyuma wakati Mungu anasema na mimi kwa habari ya wito wake, nilikuwa sijikubali. Lakini Roho Mtakatifu siku moja akawa ananifundisha jinsi ya kuomba. Akasema, omba Mungu. Ili ombi ndio nitakalo kufundisha siku ya leo uombe. Kwamba Mungu wa rehema, nifundishe kukuamini. Nifundishe kukuamini wewe katika mazingira yote. Nifundishe kukuamini. Haijalishi mazingira yanasema nini. Nifundishe kukuamini wewe katika neno lako. Nifundishe kukuona wewe. Nifundishe kukuamini. Nataka tuende mbele za Mungu kamwambia hivyo Mungu. Ya kwamba Mungu wa rehema, nifundishe kukuamini katika mazingira yanayosema haiwezekani. Nifundishe kukuamini. Nifundishe kukuamini katika mazingira yanayosema haiwezekani. Nifundishe kukuamini. Nenda mbele za Mungu, omba kwa imani yako. Mungu yuko kukusikiliza na kukusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kora bashanda, kora bashanda. Kori kanda rabakuri abashanda. Mungu wa huruma, Baba wa upendo, Mungu unayetuwazia mawazo mazuri. Asubuhi ya leo tunashuka mbele zako Mungu. Wewe uliyekamilika na mtakatifu katika njia zako Bwana. Wewe Mungu ambaye unatenda Bwana kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Mungu tunashuka mbele zako asubuhi ya leo. Wewe ni Mungu wa huruma ambaye hujawahi kushindwa. Wewe ni Mungu wa huruma usiyependa tuangamie. Wewe ni Mungu wa huruma usiyependa tupotee. Wewe ni Mungu wa huruma usiyependa tuaibike. Baba tunashuka mbele ya kiti chako cha huruma. Tuhurumie Bwana. Tufundishe kukuamini Bwana. Mungu, yawezekana tumepishana na baraka zetu Mungu. Tumepishana na majira Bwana kwa sababu tu ya kushindwa kukuamini. Pale adui alipoinua vikwazo, alipoinua mazingira magumu, alipoinua taharuki na namna ambayo ikafanya tuone kabisa haiwezekani. Mungu tusaidie asubuhi ya leo. Tuhurumie na utufundishe kukuamini wewe. Baba, nifundishe kukuamini wewe. Nifundishe kukuamini wewe. Baba, nifundishe kukuamini wewe katika mazingira yanayosema haiwezekani, katika mazingira yanayosema umeshindwa, katika mazingira yanayosema hauwezi. Baba, nifundishe kukuamini. Nifundishe kukuamini. Nifundishe kuamini neno lako. Nifundishe
kuamini neno lako. Nifundishe kuamini neno lako. Nifundishe Bwana asubuhi ya leo. Natamani kuona Bwana ukijidhihirisha kwenye maisha yangu. Natamani kuona Mungu ukijidhihirisha kwenye maisha yangu. Baba, ninaomba unifundishe kukuamini. Nifundishe kukuamini. Nifundishe kukuamini. Nifundishe kukuamini katika mazingira yoyote Bwana. Baba, tufundishe kukuamini watoto wako. Rabashaka ribashanda koribashanda raboshanda koribashanda ribasaya. Adu tutengenezea mazingira tushindwe kukuamini, tushindwe kukuamini pale ambapo unafungua milango ya baraka. Adui anaweka vikwazo na vizuizi, imani zetu zinayumba Bwana. Baba, asubuhi ya leo tuhurumie Baba, tusaidie Mungu wa huruma. Tufundishe kukuamini Bwana. Fundishe kukuamini katika mazingira yanayokataa kabisa, katika mazingira yanayosema hauwezi kabisa, katika mazingira yanayotukataza kwamba hautapenya mahali hapa. Baba, tufundishe kukuamini. Baba, tufundishe kukuamini. Baba, tufundishe kukuamini. Tufundishe Bwana kukuamini. Tufundishe kukuamini. Kukuamini Bwana katika neno lako. Baba, tukuamini. Baba, tukuamini. Tufundishe kukuamini Bwana katika kazi za mikono yetu, katika biashara zetu, katika karama na vipawa Baba, katika miradi mbalimbali, katika mipango mbalimbali, katika malengo mbalimbali ambayo tunakuwa tumejiwekea. Baba, tufundishe kukuamini ya kwamba ni wewe tu unaweza kutusaidia, ya kwamba ni wewe tu unaweza kudhihirisha utukufu wako. Baba, tufundishe kukuamini. Korabashanda rabasaya, koribashanda rabasaya, Baba rebasheke ribasaya. Tufundishe kukuamini Mungu wa huruma. Tufundishe kukuamini Mungu wa huruma. Wewe ambao hujawahi kushindwa, tusaidie Bwana. Tusaidie Mungu. Ribo shakara baba baba baba. Ribo shanda raba shakara baba baba baba. Riko robo shanda raba kuria. Koraba shekere basaya. Tufundishe Yesu kukuamini katika jina la Yesu Kristo. Rabashanda ribasaya, katika jina la Yesu Kristo. Tufundishe kukuamini Mungu wa huruma katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa kushindwa, tunakataa kushindwa, tunakataa kushindwa, tunakataa kushindwa, tunakataa riboshanda kuangalia lile vumbi ambayo shetani anatutimulia. Tunakataa Bwana, tunakataa kuchukuliwa na upepo wa adui. Tunakataa Mungu. Tufundishe kukuamini Bwana. Tufundishe kutegemea wewe. Tufundishe kukuona wewe ya kwamba unaweza, kama vile ambavyo Danieli na wenzie waliamini katika nguvu zako, waliamini katika neno lako, hawakutikisika wala kuyumba yumba. Bwana, utukufu wako ukadhihirika kwenye maisha yao. Vivyo hivyo Bwana, tusaidie nasi pia Bwana. Tuhurumie na utusaidie. Tufundishe kukuamini. Tufundishe kukuamini katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme. Amen. 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 Hallelujah. Haleluya. Lazima ujifunze kumwambia Mungu, nifundishe kukuamini. Mungu anaweza kukufundisha namna ya kumwamini yeye. Ana njia nyingi za kufundisha watoto wake jinsi ya kumwamini, kwa sababu shetani anaweza akakutengenezea mazingira ukajipata unapishana na baraka yako, ukajipata unashindwa kuwa yule ambaye Mungu amekusudia, kwa sababu tu atakutengenezea mazingira. Lakini Mungu akikufundisha kumwamini yeye, utaimarika kiroho, utasimama na adui atakapokuja, utamshinda shetani na Mungu atajitwalia utukufu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Orabashanda, oribashanda. Nataka tuende mbele za Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Marko ile sura ya 9. Marko ile sura ya 9. Korabashaka rabashanda rabasaya. Koribashanda rabasaya ribashanda. Ule mstari wa 24. Biblia inasema ya kwamba mstari wa 24b anasema ya kwamba, naam, nisaidie kutokuamini kwangu. Mara baba yule kijana akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Nisaidie kutokuamini kwangu Bwana. Mungu wa huruma, nisaidie kutokuamini kwangu.
Mungu wa huruma, ninakwama kwa wakati mwingine kwa sababu nashindwa kuamini. Nisaidie kutokuamini kwangu. Nisaidie kutokuamini kwangu. Ribo shanda, mahali ulipo mwambie Mungu naamini, ila nisaidie kutokuamini kwangu. Nisaidie kutokuamini kwangu Bwana. Niweze kukuamini Mungu. Niweze kuamini juu ya neno lako. Niweze kuamini juu ya ahadi zako. Niweze kuamini juu ya yale ambayo umesema nami. Niweze kuamini uwezo ambao umeweka ndani yangu ya kwamba unaweza kunisaidia na unaweza kujitolea utukufu kupitia mimi. Nisaidie kutokuamini kwangu. Ribo shanda rabasaya. Kori bashanda riba koria basata ritaya leta ritata mayanda kori bosheke taria mando ribo bobo saya. Baba, tusaidie kutokuamini kwetu. Tusaidie Mungu. Wewe Mungu unaweza kutusaidia. Wewe Bwana unaweza kutusaidia. Tusaidie kutokuamini kwetu. Saidia watoto wako Jehova. Mungu wa huruma unayeweza. Mungu wa huruma usiyeshindwa. Tusaidie kutokuamini kwetu ili tuweze kusimama imara, ili viwango vyetu vya imani viongezeke na tuweze kuwa imara pale adui anakuja kutaka kutuyumbisha. Tuwe imara Bwana. Tuwe imara katika imani. Tuwe imara Bwana katika kutegemea wewe. Tuwe imara, haijalishi adui atainua vikwazo kiasi gani, lakini tuwe imara katika eneo la imani. Tuwe imara Bwana. Riba shanda, tusaidie kutokuamini. Tusaidie kutokuamini kwetu. Tusaidie kutokuamini kwetu katika jina la Yesu Kristo. 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 Jina la Yesu Kristo. Koraba shanda raba shanda koriba shekere bashanda oriba shanda riba shanda. Mwambie Mungu, ondoa kila roho ambayo inaona nimeshindwa. Ondoa kila roho ambayo inaona nimeshindwa. Ondoa kila roho ambayo inaona nimefeli. Ondoa kila roho ambayo ndani yangu naona kwamba sitafanikiwa. Iondoe Bwana. Ondoa kila roho ambayo inasema nimeshindwa, inasema sitafanikiwa, inasema sitainuka. Ondoa kila roho ndani yangu ambayo inatenda kazi kwa siri. Mwaka kwa mwaka ninarudishwa nyuma. Mwaka kwa mwaka nashindwa kupiga hatua. Hata nikijaribu mazingira yanainuka na kuta nashindwa kuamini, narudi chini. Mwambie Mungu, nisaidie kwa kutokuamini kwangu. Nisaidie Bwana. Naondoa kila roho ambayo inanionyesha kwamba siwezi, ambayo inasema ya kwamba sitafanikiwa, ambayo inasema sitakutumikia wewe Bwana. Ondoa kila roho ndani yangu Mungu. Nisaidie Bwana. Nisaidie Mungu. Nisaidie Mungu wa rehema. Wewe Mungu unaweza kuondoa kila roho. Unaweza kuondoa kila roho. Ondoa hiyo roho ambayo inasema sitafanikiwa. Ondoa hiyo roho ndani yangu inasema sitapiga hatua. Ondoa hiyo roho ndani yangu inasema siwezi kufanikiwa. Ondoa Bwana riba shanda. Riba shanda. Ondoa Bwana riba shanda. Nisaidie Bwana Mungu wa rehema. Baba yangu wa huruma nisaidie. Mungu wangu wa huruma nisaidie. Nisaidie Bwana kutokuamini kwangu. Nisaidie na ondoa hizo roho za kunikatisha tamaa. Nisaidie na ondoa hizo roho za kushindwa. Nisaidie na ondoa hizo roho za kufeli. Nisaidie Bwana. Riba shanda riba kuria. Korobo shanda ribasaya. Wewe ni Mungu unayeweza, nisaidie. Wewe ni Mungu unayetenda, nisaidie. Karata mayanda rikuta ropo shakaraba shanda. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme. Amen. Mahali ulipo unaendelea kumwambia Mungu, ninaomba ondoa roho zote ambazo zinasema ya kwamba sitafanikiwa, sitapiga hatua, sitainuka. Mwambie Mungu, nisaidie na uondoe hizo roho ndani yangu. Mwambie Mungu, ninaamini katika nguvu zako. Ninaamini katika uweza wako. Ninaamini katika mamlaka yako. Ninaamini katika nguvu ya kumbadilisha mtu. Naamini utanibadilisha, utanigeuza na nitatembea katika viwango vya imani ambavyo vitakutukuza wewe, katika jina la Yesu Kristo. Nataka tukamwambie Mungu wa huruma ya kwamba, Mungu wa rehema, Mungu wa rehema, ninaomba unionyeshe utukufu wako. Akamwambia Martha, je, sikukwambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Mwambie Mungu wa rehema,
ninakuomba nionyeshe utukufu wako katika maisha yangu. Dhihirisha utukufu wako kwenye maisha yangu. Dhihirisha utukufu wako kwenye familia yangu. Dhihirisha utukufu wako kwenye karama na kipawa changu. Dhihirisha utukufu wako kwenye biashara yangu. Dhihirisha utukufu wako mahali pangu pa kazi. Dhihirisha utukufu wako kwenye mradi nilionao. Dhihirisha utukufu wako kwenye ndoa yangu, Bwana. Dhihirisha utukufu wako, Bwana, kwenye maisha yangu ya kiroho. Korabasha. Dhihirisha utukufu wako, Mungu. Mwambie Mungu, ninakuomba, Mungu wa huruma, ni wewe pekee unaweza kudhihirisha utukufu wako kwenye maisha yangu. Ni wewe pekee unaweza kudhihirisha utukufu wako kwenye hatima yangu. Ni wewe pekee unaweza kudhihirisha utukufu wako kwenye karama na kipawa ambacho umenipatia. Ni wewe pekee unaweza kudhihirisha utukufu wako kwenye kazi ya mikono yangu, ofisini pangu. Ni wewe pekee unaweza kudhihirisha utukufu wako, Bwana. Niko hapa, nisaidie. Dhihirisha utukufu wako mwaka huu kwenye maisha yangu. Dhihirisha utukufu wako mwaka huu kwenye maisha yangu. Dhihirisha utukufu wako mwaka huu kwenye maisha yangu, Baba, katika jina la Yesu Kristo. Dhihirisha utukufu wako kwenye ndoa yangu, Bwana. Dhihirisha utukufu wako, Mungu wa rehema. Dhihirisha utukufu wako, Mungu wa rehema. Dhihirisha utukufu wako, Mungu wa rehema. Dhihirisha utukufu wako, Bwana. Nikauone utukufu wako, Mungu. Nikauone utukufu wako kwenye njia zangu. Nikauone utukufu wako kwenye biashara yangu. Nikauone utukufu wako kwenye kazi ya mikono yangu. Nikauone utukufu wako, Bwana, kwa watoto wangu, kwenye nyumba yangu. Rikorobo shanda riba sata rikara bashanda ropo shanda riba shanda. Dhihirisha utukufu wako, Mungu wa huruma. Dhihirisha utukufu wako kwenye familia yangu, Bwana. Niuone utukufu wako. Utukufu wako ni nuru yangu. Utukufu wako ni nguvu yangu. Utukufu wako ni kibali changu. Utukufu wako ni afya yangu. Utukufu wako ni mambo yote mema kwenye maisha yangu, Bwana. Dhihirisha utukufu wako. Dhihirisha utukufu wako. Utukufu wako ni urejesho kwenye maisha yangu. Dhihirisha utukufu wako, Bwana. Utukufu wako ni urejesho wa vitu vilivyopotea kwenye maisha yangu, vitu vilivyokufa kwenye maisha yangu, vitu vilivyoibiwa kwenye maisha yangu. Utukufu wako, Bwana, dhihirisha kwenye maisha yangu. Korabashanda ribasaya. Dhihirisha utukufu wako kwenye maisha yangu. Dhihirisha utukufu wako. Utukufu wako uliobeba uzima. Utukufu wako uliobeba kibali. Dhihirisha utukufu wako kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme. Amen. Mahali uliposema amen. Mungu anapodhihirisha utukufu wake, anadhihirisha uponyaji, anadhihirisha kibali, anadhihirisha uponyaji wa maisha yako ya roho na ya mwili, urejesho wa yale yaliibiwa, urejesho wa vitu vilivyofishwa kwenye maisha yako. Mungu anapodhihirisha utukufu wake, ni mambo mengi yanafunuliwa ambayo yalikuwa yamefunikwa. Ni mambo mazuri yanawekwa wazi yaliyokuwa yamefunikwa. Ndio maana Yesu alipomwambia Martha ya kwamba mimi sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Na utukufu wake ulidhihirika kwa kurudisha uzima, uhai ndani ya Lazaro tena. Kwa hiyo utukufu umebeba uzima, utukufu umebeba afya, utukufu umebeba kibali, umebeba urejesho wa kazi, urejesho wa nafasi yako, urejesho wa maisha yako yote na hatima yako. Korabashanda. Korabashanda. Siku ya leo tunapomwambia Mungu arejeshe, aachilie, tuone utukufu kwenye maisha yetu. Maana tumemwambia Mungu tunataka tuone afya zetu zikisimama sasa, zikitengamaa. Kibali, mahali tulisaulika tuanze kuonekana. Tukumbukwe
maana utukufu hurejesha yote mema yaliyokuwa yamezuiliwa ndani ya mtoto wa Mungu. Kuratamayata karadaba baba bosha radabada rikaradaba de shata reke dada baya dada boradata riko shakari mayanda rabasaya. Asubuhi ya leo nataka nikuombea Rita na maya dada koreke tata eleta payanda kadada boshetere baba. Utukufu wa Mungu ufunuliwe kwenye maisha yako. Utukufu wa Mungu udhihirike kwenye maisha yako. Ule utukufu wa uponyaji, ule utukufu wa afya njema, ule utukufu wa kibali, ule utukufu wa kurejesha uchumi wako, ule utukufu kwenye karama yako. Rekada badadadiada rikadha tatapayanda. Ule utukufu wa Mungu kadhirike kwenye maisha yako. Wewe uliyekata tamaa, tumaini likarudi ndani, tumaini likarejea kwenye maisha yako. Korada badededada riko shakarabadadadadada. Waliokuwa hauoni njia, waliokuwa wanaona imefika mwisho, utukufu koribayanda, utukufu wa Mungu ribashanda. Umebeba ushuhuda wako. Asubuhi ya leo ninakuombea utukufu wa Mungu dhirike kwenye maisha yako, na uone ushuhuda, na upokee ushuhuda, na upokee urejesho wa vitu vilivyoibiwa. Upokee urejesho katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wa Mungu ufunuliwe kwenye maisha yako, udhirike kwenye maisha yako, na uone yale yaliyokuwa yamekufa yakichipuka tena, yakipokea nguvu ya uzima. Koratabayadadabosata. Utukufu wa Mungu umebeba majibu yako, yale ambayo umekuwa ukiyatafuta muda mrefu. Ninakuombea asubuhi leo, utukufu wa Mungu udhirike kwenye maisha yako, na uyapokee majibu yako, uyapokee majibu yako, uyapokee majibu yako, uyapokee majibu yako katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wa Mungu udhirike kwenye maisha yako, ukuwezeshe kukutana na watu sahihi, ukuwezeshe kukutana na watu sahihi kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, utukufu wa Mungu udhirike kwenye maisha yako, upate wateja wasiokuwa wa kawaida kwenye biashara yako. Mungu akuletee wateja wengi. Utukufu wa Mungu ulete wateja, ulete wateja, ulete wateja. Utukufu wa Mungu kwenye ofisi yako uonekane unafaa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwako na hakuna wakuzuia. Imekuwa kwako katika jina la Yesu, na hakuna wakuzuia, na hakuna wakuzuia. Imekuwa kwako katika jina la Yesu. Imekuwa kwako katika jina la Yesu. Wakati huu sasa, ninataka uamini na uanze kumshukuru Mungu, maana Mungu amekwisha kutenda kwenye maisha yako. Mungu amekwisha kujibu kwenye maisha yako. Na wakati huu sasa napenda kukukaribisha katika ibada zetu ambazo zinaendelea katika madhabahu ya Mount Sinai Deliverance Ministry ambayo inapatikana Mbezi Beach Bondeni. Mbezi Beach Bondeni. Na kukaribisha sana katika ibada zetu. Katikati ya wiki ni siku ya Jumatano kuanzia saa 10 mpaka saa 12, na siku ya Ijumaa ni ibada ya ukombozi kuanzia saa 10 mpaka saa 12, lakini siku ya Jumapili ni ibada yenye nguvu za Roho Mtakatifu kuanzia saa 3. Roho Mtakatifu atakuhudumia kwa namna isiyo ya kawaida. Napenda kukaribisha sana uje ukutane na nguvu ya Roho Mtakatifu na uone Mungu akiyasaidia maisha yako, akikuinua kupitia karama yako, kipawa, akikuinua na kukufungua na kukufanya kuwa mtu mwingine tena, na utaenda kuona utukufu wake kwenye maisha yako. Na kukaribisha sana, ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 za asubuhi. Ibada inaanza. Karibu sana. Unatamani kutuma maombi yako
unasema natamani Apostle aniombee, basi unaweza ukatuma ombi lako katika namba hiyo ya WhatsApp iko hapo chini, na nitasimama kuomba kwa ajili yako. Nitakuombea, nitaombea maisha yako, nitaombea mahali shetani amekukamata, na Roho Mtakatifu atakuweka huru. Mimi ni chombo chake, kwa hiyo nipo kukusaidia. Na kukaribisha sana, nitafurahi kukuona utakapofika katika madhabahu ya Mount Sinai. Nitafurahi kukuona, na zaidi sana Roho Mtakatifu atagusa maisha yako, hautakuwa wa kawaida. Tembea kwa ushindi asubuhi ya leo. Tembea katika kibali na neema kuu ya Mungu. Tukutane tena siku ya Jumatatu, lakini nitafurahi kukuona siku ya Jumapili. Siku ya Jumatatu tutaendelea na kipindi chetu cha Morning Mercy kuanzia saa 11. Tukutane mahali ni hapa hapa katika mtandao wa kijamii, yani Facebook na YouTube. Na Mungu akubariki, na siku yako ninaibariki ikawa yenye kibali na iliyojaa utukufu wa Mungu. Ulikuwa pamoja na mimi Apostle Luciana, the voice of solution. Tukutane wakati mwingine. Salem.